Tuanze sasa kutazama mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch. Unaiona Simba kwenda hatua ya finali dhidi ya Stellenbosch kiangalia mchezo wa tarehe 20 Jumapili na ule wa pili kule Afrika Kusini? Njia ni nyeupe sana kwa Simba Sports Club kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Lakini kama watatekeleza vitu hivi, mechi ya kwanza ya Al Masry ndio ilionyesha namna gani ambavyo Simba wanapaswa kwenda kuziapproach hizi mechi za knockout stage kwenye mashindano haya ya CAF. Mechi ya kwanza kitendo cha kuruhusu magoli mawili ulikuwa ni mzigo, ingepelekea wao kutolewa kwenye haya mashindano. Kwa hiyo hawapaswi kufanya makosa yoyote binafsi yatakayogharimu Simba Sports Club kuruhusu goli lolote hapo akiwa nyumbani kwanza. Pili, hawapaswi kufanya aina yoyote ya makosa ambayo yanaweza ikawafanya ikawagharimu kuelekea mechi ya pili ya marudiano pale Afrika Kusini. Simula vizuri. Lakini tatu, Simba kwenye mechi ya kwanza walitengeneza nafasi nyingi sana, lakini hawakuwa clinical enough, walishindwa kuzitumia. Kwa maana kwamba wangezitumia vizuri zile nafasi na wangezuia vizuri kusingekuwa na makosa binafsi, ile mechi walikuwa wanaimaliza vizuri hapa Benjamin Mkapa. Mela vizuri. Kwa kwenye mechi hii wanapaswa kuacha makosa binafsi ili waweze kujilinda vizuri na kupata clean sheet. Lakini kwenye nafasi wanapaswa kuwa clinical enough, kuanzia kwa washambuliaji wao Steve Dese Mukwala kama ataanza leo ni Ateba, lakini viungo washambuliaji wao kina Mpanzu, kina Kibudensi, Chanchazi au wanapaswa kutumia nafasi. Kingine, kwa hao viungo washambuliaji majukumu yao mama ni kutengeneza nafasi. Ikitokea wanapata nafasi za wazi waweze kufunga, lakini majukumu yao ni kutengeneza nafasi ili waweze kufanya nini? Washambuliaji waweze kufunga ndio wapate hizo sifa. Simula vizuri. Kwa hiyo wasaidie kwenye kufunga, wasaidie kwenye kutengeneza nafasi, ikibidi wakipata nafasi waweze kufunga. Maeneo yao Simba wakiimarisha vizuri kuelekea mchezo. Mbona Simba Sports Club wanapita vizuri sana, kwa sababu nimwangalia Stellenbosch ni moja kati ya timu ambazo zinafungika kirahisi. Zinafungika. Kwa sababu RS Berkane alimpiga nje ndani? Hapana. Kwa aina ya falsafa wanaocheza hawatofautiani sana na Simba Sports Club. Wanapenda kufanya pressing kuanzia juu, wanaacha space nyuma ya mabeki. Simba walivyokuwa na speedi, wachezaji wao kuanzia Mpanzu, Kibudensi, technical ability yao ilivyokuwa kubwa sana. Umeona, wana uwezo wa kuzikimbilia hizo nafasi. Lakini akicheza mtu kama Dese Mukwala na yeye ana speedi, finishing yake ni nzuri. Umeona, lakini jamaa pia wana udhaifu kwenye aerial balls. Sio wazuri kwenye mipira ya cross, sio wazuri kwenye mipira ya kona. Kwa Simba wakitumia hayo maeneo vizuri, kuna eneo wanaweza kupata magoli. Hata mechi ya Berkane, mechi ya Stade Malien wamefungwa magoli ya aina hiyo. Umeona, lakini Simba pia wasiwa-underrate hao jamaa. Technical ability yao ni kubwa sana. Wakina Titus Steven, wakina Nduli, umeona, ni wachezaji wazuri ambao ukifanya makosa muda wote wanakuadhibu. Kama wameweza kuwatoa Zamalek, mabingwa watetezi na moja kati ya timu bora kwenye taifa la Misri, ambapo tunasema ndio ligi yao namba 1 kwa ubora, hawezi kushindwa kuja kuichallenge Simba Sports Club. Kwa Simba wanapaswa kuwa makini kwenye maeneo hayo muhimu. Lakini zaidi na zaidi ni kwenye kutumia nafasi. Simba wamekuwa wanatengeneza nafasi nyingi sana hivi sasa, lakini wamekuwa wanashindwa kuzitumia. Kwa kumalizia, wachezaji wangapi unawapa nafasi waibebe Simba kuelekea finali ndani ya kikosi cha Simba? Wa kwanza ni Yusuf Kagoma, anapaswa kumbana Nduli kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Huyu ndio mratibu. Anaratibu sana mashambulizi ya Stellenbosch. Wa pili ni Mpanzu. Huyu ndio playmaker wa Simba. Anapaswa kuwa bora siku hiyo ili kuweza kuwapa matokeo mazuri Simba Sports Club. Wa tatu ni mshambuliaji Steve Dese Mukwala. Kama ataanza siku hiyo anapaswa kuwa clinical enough. Wa nne ni Kibudensi na wa tano ni Jean Charles Ahoua. Alafu sita ni eneo lote la ulinzi. Hawapaswi kufanya makosa binafsi. Mjumlisha na Pinipini kama kabisa. Tena huyo ndo yani hapaswi kuwa na game mbaya kabisa, kwa sababu akiwa na game mbaya eneo lake lile la goalkeeping ni rahisi kuwagharimu Simba. Na ndio maana hata mechi ya kwanza ya Al Masry kosa lake dogo tu liliwagharimu Simba kuruhusu goli. Wanaosema Simba yezi kwenda finali unalipi la kuambia? Ni maoni yao na heshima. Ni maoni yao na heshima. Lakini kwa ubora wa mnyama Simba
ana nafasi kubwa sana ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Unaona Simba kuingia finali Kabisa bila shaka yote, na kikombe labda. Na ikibidi hata kuchukua ubingwa, na endapo kama watachukua ubingwa kiukweli inaweza ikawa ni credit na inawezekana yakawa ni maumivu kwa wale ambao hawaamini kama Simba Sports Club wanaweza kulichukua ile taji. Nani hawaamini labda wataje kwa mfano? Wapo mashabiki wa Yanga bwana, wewe mashabiki wa Yanga, wale mashabiki wa Yanga watapenda Simba Sports Club wachukue ubingwa kaka. Yaani watu wavunje rekodi yao, watu wamefika finali, wavunje nani anapenda? Hakuna shabiki wa Yanga hata mmoja anapenda Simba Sports Club waweze kuchukua ubingwa ama waweze kuvunja rekodi yao kufika finali. Huo ndio uhalisia kaka. Nani? Ili waweze kufanya nini? Washambuliaji waweze kufunga ndio wapate hizo sifa. Simula vizuri. Kwa hiyo wasaidia kwenye kufunga, wasaidia kwenye kutengeneza nafasi, ikibidi wakipata nafasi waweze kufunga. Maeneo yao Simba wakiimarisha vizuri kuelekea mchezo. Mbona Simba Sports Club wanapita vizuri sana, kwa sababu nimemwangalia Stellenbosch ni moja kati ya timu ambazo zinafungika kirahisi. Zinafungika. Kwa sababu RS Berkane alimpiga nje ndani? Hapana. Kwa aina ya falsafa wanaocheza hawatofautiani sana na Simba Sports Club. Wanapenda kufanya pressing kuanzia juu, wanaacha space nyuma ya mabeki. Simba walivyokuwa na speedi, wachezaji wao kuanzia Limpanzu, Kibu Dennis, technical ability yao ilivyokuwa kubwa sana. Umeona, wana uwezo wa kuzikimbilia hizo nafasi. Lakini akicheza mtu kama Dese Mkwala na yeye ana speedi, finishing yake ni nzuri. Umeona, lakini jamaa pia wana udhaifu kwenye aerial balls. Sio wazuri kwenye mipira ya cross, sio wazuri kwenye mipira ya kona. Kwa Simba wakitumia hayo maeneo vizuri, kuna eneo wanaweza kupata magoli. Hata mechi ya Berkane, mechi ya Stade Malien wamefungwa magoli ya aina hiyo. Umeona? Lakini Simba pia wasiwa-underrate hao jamaa. Technical ability yao ni kubwa sana. Wakina Titus Steven, wakina Nduli, umeona? Ni wachezaji wazuri ambao ukifanya makosa muda wote wanakuadhibu. Kama wameweza kuwatoa Zamalek, mabingwa watetezi na moja kati ya timu bora kwenye taifa la Misri, ambapo tunasema ndio ligi yao namba 1 kwa ubora, hawezi kushindwa kuja kuichallenge Simba Sports Club. Kwa Simba wanapaswa kuwa makini kwenye maeneo hayo muhimu. Lakini zaidi na zaidi ni kwenye kutumia nafasi. Simba wamekuwa wanatengeneza nafasi nyingi sana hivi sasa, lakini wamekuwa wanashindwa kuzitumia. Kwa kumalizia, wachezaji wangapi unawapa nafasi waibebe Simba kuelekea finali ndani ya kikosi cha Simba? Wa kwanza ni Yusuf Kagoma, anapaswa kumbana Nduli kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Huyu ndio mratibu. Anaratibu sana mashambulizi ya Stellenbosch. Wa pili ni Elim Panzu. Huyu ndio playmaker wa Simba. Anapaswa kuwa bora siku hiyo ili kuweza kuwapa matokeo mazuri Simba Sports Club. Wa tatu ni mshambuliaji Steve Dese Mkwala. Kama ataanza siku hiyo anapaswa kuwa clinical enough. Wa nne ni Kibu Dennis na wa tano ni Jean Charles Ahoua. Alafu sita ni eneo lote la ulinzi. Hawapaswi kufanya makosa binafsi. Mjumlisha na Pinipini kama kabisa. Tena huyo ndo yani hapaswi kuwa na game mbaya kabisa, kwa sababu akiwa na game mbaya eneo lake lile la goalkeeping ni rahisi kuwagharimu Simba. Ndio maana hata mechi ya kwanza ya Al Masry kosa lake dogo tu liliwagharimu Simba kuruhusu goli. Wanaosema Simba yezi kwenda finali unalipi la kuambia? Ni maoni yao na heshima. Ni maoni yao na heshima. Lakini kwa ubora wa mnyama Simba ana nafasi kubwa sana ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Unaona Simba kuingia finali? Kabisa bila shaka yote. Na ikibidi kikombe labda. Na ikibidi hata kuchukua ubingwa, na endapo kama watachukua ubingwa kiukweli inaweza ikawa ni credit na inawezekana yakawa ni maumivu kwa wale ambao hawaamini kama Simba Sports Club wanaweza kulichukua ile taji. Nani hawaamini labda wataje kwa mfano? Wapo mashabiki wa Yanga bwana, wewe mashabiki wa Yanga, wale mashabiki wa Yanga watapenda Simba Sports Club wachukue ubingwa kaka. Yaani watu wavunje rekodi yao, watu wamefika finali, wavunje nani anapenda? Hakuna shabiki wa Yanga hata mmoja anapenda Simba Sports Club waweze kuchukua ubingwa ama waweze kuvunja rekodi yao kufika finali. Huo ndio uhalisia kaka. Na nikushukuru sana na nikutakia kila laheri. Asante sana ndugu yangu.